Amen. Lakini sisi leo hii ambao tunasema Yesu Kristo alitufilia pale msalabani Calvary na akabeba laana zetu zote na zikawekwa pale msalabani. Bwana asifiwe. Haleluya. Eti hapana laana tena, hakuna laumu tena, matukano, machungu yako yote, aibu yako yote, uchi wako wote, Kristo Yesu aliweka msalabani. Bwana asifiwe. Na yet wewe uko kwa shetani, uko kwa kurogwa, uko nilitendwa, walimwaga madawa. Bwana asifiwe. Na ni siku gani, nikuulize swali leo hii dada na ndugu, ni siku gani utakanyaga hao inge na nyoka wakali? Ni wakati gani? Na usipe. Ni wakati gani utakunywa sumu na itakufisha? Bwana asifiwe. Ni wakati gani utakunywa hiyo sumu na isikufishe wewe? Utakanyaga inge na nyoka wakikuma, sumu haitapenya. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukiwa na homa ni shetani. Amen. Ukiwa na homa ni shetani. Tumbo likiuma ni Bwana amepitia. Haleluya. Maandiko yamekwambia sitawapiga na yale magonjwa niliwapiga nayo wana wa Misri. Bwana asifiwe. Sitawapiga na magonjwa kama haya. Haka kako kadogo kakwenda unanunua ule wanaitwa nini, nikanuma ama nini? Panado. Bwana asifiwe. Jambo linaondokea. Na wakati nakuja ile kubwa, utakimbilia nani? Kumbukeni hivi leo dada na ndugu, wakati Yesu Kristo aliposhikwa kupelekwa pale msalabani, maandiko mimi naniambia alibeba laana zangu. Bwana asifiwe. Manake kulaaniwa ni yeye yule amewekwa msalabani. Mizigo mizito akaibeba. Na pale msalabani mwenyewe akasema it is finished. Imekwisha. Bwana asifiwe. Kwa nini umekubali kubeba mizigo mizito? Mbona hauna subira ya kungoja tu atende? Haleluya. Miaka 400 kumekuwa na utumwa. Na Bwana Mungu Baba akaja na akawakomboa wale wana wa Misri. Eti katika nyumba ya utumwa hawatarudi tena. Bwana asifiwe. Mtu mmoja ananiambia dada na ndugu, na ni mtu wa nyumba yetu. Bwana asifiwe. Na tukaenda kwake mimi na yule dadangu aliaga Olini. Bwana asifiwe. Na ni mtu wa nyumba. Na akanitilia sumu bila mimi kujua. Bwana asifiwe. Lakini hisia zangu ama za Pauline aliniangalia akasema atangoja mpaka ninywe chai ndivyo atakapokunywa. Na tunatazamana na yeye, lakini yeye mwenye kuweka amekaa pande hiyo na kijana wake hapa hampati chai. Mimi nikaangalia maziwa nikasema ai hapana. Lakini nilikunywa kwa kurudisha shukrani. Bwana asifiwe. Pauline akaenda kuchukua, hachukui. Bwana asifiwe. Nimemwambiaje? Alisema nitangoja aone nikikunywa hata atakunywa. Kama sitakunywa hata kunywa. Bwana asifiwe. Nikachukua akanitazama nikainywa. Lakini kutoka hapo nawaambieni ya kwamba kule nilikokienda hata chakula kilinishinda. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kutoka kwa nyumba huyo mama si mtu mwingine, shangazi yangu. Bwana asifiwe. Sister wa kutoka tumbo moja na babangu, baba moja mama moja. Bwana asifiwe. Na tukienda kule tulikuwa tunaenda kwa dadake mwingine au sister ya father. Yule alimpiga yule simu akamwambia wewe jifiche wanakuja. Olina akashuka kwa gari, akaenda kwake akaitana. Shangazi, mata. Bwana asifiwe. Kashangazi kamejificha. Bwana asifiwe. Ashapigwa waya. Maybe alikuwa hao nikakwisha. Bwana asifiwe. Tukatoka hapo, tukakuta kazi ya my mother,
Akamwambia nani? Akatuambia wewe yuko hapo. Na tukamwambia si huyu amekanyaga paka kwa boma yake pale nje. Akamuuliza umepata kikapu cha majani chai? Yuko hapo. Na si nimeitana. Aitiki sawa. Tukirudi dada na ndugu nilikuwa na taabu. Bwana asifiwe. Yule kondoo aliyekuwa amechinjwa alikuwa ni kondoo wangu, nilikuwa nimenunua, akasema achinjwe niachie watu wengine nyama kule, zingine bebe ile nyumbani kwangu. Bwana asifiwe. But kutoka dakika hiyo msalani mimi kwenda nilikuwa na chuza damu. Bwana asifiwe. Huko nyuma. Bwana asifiwe. Damu nikakatika katika tumbo. Nikienda pale msalani unasikia tu damu tu, choi na damu. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini niwaambieni, nilipokuja hapa kanisa, sababu sikosa kuja kanisa, I think that was on Sunday. Nikakuja Monday, Roho Bwana kanena, kile umekunywa nimekuponya. Na kutoka dakika hiyo nikaponea hapa nimesimama. Bwana asifiwe. Yule mama mwenye kutenda hayo hata leo hii alijificha. Bwana asifiwe. Alijificha. Simu akipigiwa simu na polisi. Aongee. Zamani ilikuwa yeye ni CNN. Sasa imekuwa lazima sijui pande mlimani kama kumeenda Turkana kupiga simu huko. Bwana asifiwe. Hata dakika hii. Bwana asifiwe. Alifikiri kuona kale kapicha kadogo pale kwenye gazeti, lakini haoni. Kwa sababu ya nini? Imani. Bwana asifiwe. Tutakanyaga nge au nyoka wakali hawatatufisha, na kunywa sumu haitatufisha kabisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ni sharti na ni lazima ungoje Mungu Baba. Acha kukimbia mbele zake. Bako unaanza kufanya vituko. Bwana asifiwe. Unaanza kwenda kutenda vituko. Mambo ambayo haukutaka au kutarajia kuyatenda, unaanza kuyatenda. Bwana asifiwe. Ngojeni Mungu. Hebu tuingie katika Yeremia 14. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kama wewe ni mwokovu halisi, uliyeokoka kweli, neno hili lako siku ya leo. Bwana asifiwe. Anza hapo 19. Jeremia 14:19 mpaka hapo 22. Nitukubura waganu witu Jehova 19. so leure akaneuragete Juda ona kumurega agakoro yaku ni thurite Zayuni bio, niki gigitumite utuhure hakaga kihonia, tutuire tucuthiririe kugia thayo, no riri hatire wega ona uriku wonekaga, ona tugeterera ihinda rĩa kuhonanio, na no kugerera gutheri kuonekaga. Nitukumbura waganu witu Jehova, ona mehia ma maithe maitu ni undu nitukwihitie. Tondu wa ritwa riaku ri twaguthaitha utige gututhura, ona kana ureke giti gia uthamaki kia riri waku githahio. Ririkana kirikaniro kiria warikanire na ithuĩ ndugagithukie. Ni hari Ngai ona imwe ya maheni ya andu aria matakui ikihota gutuma mbura yure, ona kana matu mahote kuyuria mbura momeni. Ithe we towe ukihota, we Jehova Ngai witu. Tondu ucio we niwe turicuthagiriria, ni gukorwo we nowe wikaga maundu macio mothe. Amen. Soma Kiswahili. Je, umemkataa Yuda kabisa
yako imeichukia Zayuni? Mbona umetupiga tusiwe na dawa ya kutuponya? Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema yoyote. Tulitazamia wakati wa kupona, na tazama kufadhaika tu. Bwana, tunakiri uovu wetu na ubaya wa baba zetu, maana tumekutenda dhambi. Usituchukie kwa ajili ya jina lako. Usikifedheheshe kiti cha enzi cha utukufu wako. Kumbuka, usilivunje agano ulilolifanya nasi. Je, katika vitu vya ubatili vya mataifa kiko kitu kiwezacho kuleta mvua? Je, mbingu zaweza kutoa manyunyu? Je, si wewe Bwana Mungu wetu? Kwa sababu hiyo tutakungoja, kwa kuwa wewe umevifanya vitu hivi vyote. Bwana asifiwe. Umemkataa Yuda kabisa. Roho yako imeichukia Sayuni. Mbona umetupiga tusiwe na dawa ya kutuponya? Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema yoyote. Tulitazamia wakati wa kupona, na tazama kufadhaika tu. Bwana asifiwe. Kweli ukiangalia mwandishi aliangalia jambo hili, ndiposa anauliza swali, umechukia wale watu ambao umewapenda, wale watu ambao umewakomboa, wale waitwa kwa jina lako? Bwana asifiwe. Umeichukia kweli mji wako mtakatifu? Haleluya. Mbona umetupiga tusiwe na dawa ya kutuponya? Nikwambie kwa nini. Ndugu zangu wapendwa, wa kike na wa kiume, nimeona Mungu akiondokea mtu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na anapokuondokea unabaki ni kama mtu aliyekufa, au mtu anangoja kufa. Mtu yuko condemned kule kamiti, hajui wakati wake ni lini. Mtu akishaondokewa na Mungu Baba, mtu akiondokewa na Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu, unasema kweli umesimama, lakini kuanguka unaanguka. Bwana asifiwe. Ogopeni. Wajua twasema neema imefunguliwa, neema imefunguliwa. Neema tumepokezwa, neema tumepewa. Yes, umepewa neema, lakini hauwezi kutusi neema. Unajidanganya sana. Bwana asifiwe. Neema ipo ndio ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ukiitusi itakaa hapo. Ukikataa itakukimbiza kule neno la. Bwana asifiwe. Andiposa unaona ya kwamba umemkataa Yuda kabisa. Ni kilio, umenikataa Mungu kabisa. Naweza kuwa nyumba ya Yuda. Roho yako imeichukia Sayuni, mji wako mtakatifu. Mbona umetupiga tusiwe na dawa ya kutuponya? Na ni kweli, kwa sababu wakati mtu amerukiwa na Mwenyezi Mungu, utapata mchawi, mnapigwa nyinyi wote pamoja. Bwana asifiwe. Kwa sababu wengi wakiona ni kama Mungu hatendi, wengi ukimbilia kwa manabii wa Baali, wachawi, waganga. Mtu aliyekuwa amesimama vema, this time anasimama vibaya. Na nitawapatia mfano, na huu mfano mpya na kila wakati. Sauli alipoambiwa na Mungu Baba atende kile alitumwa kufanya, hakufanya. Bwana asifiwe. Nataka kufupisha mambo hayo ya Sauli. Hakutenda yale aliambiwa na Mungu, mfalme. Bwana asifiwe. Na kweli Samuel alimwambia Mungu, Bwana amesema hivi. Hakutenda. Yale mambo yalimtokea Sauli au mfalme Sauli, Mungu akamnyamazia. Moja. Bwana asifiwe. Mungu akamnyima hata maono ya pili. Mungu hakumtumania ya tatu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu
alimuondokea huyo Sauli kwa sababu ya kutokutii. Bwana asifiwe. Mungu akamuondokea, Mungu akamnyamazia. Hakuona maono na hata hakutuma manabii wowote kwake. Ukijua kwamba zamani zile mti wote wa mafuta wewe ni mfalme, alikuwa anatumaniwa na Mungu Baba. Manabii wanatoka upande huu wanamwendea mfalme Sauli. Mungu amesema hivi, na maono pia vile vile anayaona, lakini Mungu akawa kimya kwake. Dakika ya mwisho nini alifanya yule Sauli? Na alikuwa amefukuza wachawi wote na wale wanaona manabii wote na waganga na alikuwa mwafukuza, wamekuwa banished katika hiyo nchi yake. Alipokaa kauza, Mungu alizungumzi, sioni maono, situmaniwi, hata nimekaa kimya. Bwana asifiwe. Sasa Suleimani akaanza mambo yake. Akauliza mfanyakazi mmoja, je, katika nchi hii ni wapi kuna muonaji? Hata sasa hiyo hata ule mfanyakazi anamwambia wewe waacha mfalme. Si wewe uliwafukuza wote? Kuna muonaji hata mmoja katika hii nchi? Si uliwafukuza wote? Mchawi wako ule unaenda kuangalia hapo. Si uliwafukuza? Haya. Lakini akamwambia hivi, kuna mwanamke sehemu za mali fulani, lakini wewe usiende kumaliza maneno. Kuna wapi hapo? Bwana asifiwe. Wapi hapo? Akamwambia nitakupeleka. Bwana asifiwe. Kile Sauli alifanya, alivua yale mavazi ya kifalme. Bwana asifiwe. Kumbukeni, ufalme ni mafuta. Amen. Ufalme ni mafuta. Manake Samueli alimtia nini? Mafuta. Bwana asifiwe. Pale alivua ile manto, alivua ile nguo, alitoa mafuta nao ya ukubwa, akaiweka chini, akababa gunia asijulikane, anaenda kwa waina, si ndio? Bwana asifiwe. Na ndio watu wengi sana hata usiku wakilala huko kwa machawi, hata huwezi kuwajua. Kama sasa ni kubasa watu wamekuwa kila mmoja ni ninja. Sio? Ni ninja kila mmoja, tushughuli twingi. Bwana asifiwe. Na kakofia mpaka hapa hivi. Mtu ambaye miwani ashakuwa na miwani. Haya, nipeleke. Bwana asifiwe. Na tugunia toake. Mchawi akamwambia, "Mwonaji, sasa wewe ukivaiwa wewe ni yule Sauli mfalme. Wewe wacha stori nyingi. Nitakupatia pesa." Bwana asifiwe. Amegeukia kwenda kwa mchawi. Na hapo ndipo ua mtego. Wakati ule Samueli alikuwa shaaga. Akaenda kamwambia, kwa sababu Mungu amezungumzia nitumanii, nirarushie ama niamshie roho yake Samueli. Bwana asifiwe. Imagine yule ni mtu wa Mungu na yule mchawi. Wewe simamisha hiyo roho yake Samueli. Yule akafanya mambo yake. Yale anafanyaga kule, wale wanaenda huko, kile kiroho si kile roho ya Samueli, mtu wa Mungu akatokea. Bwana asifiwe. Kamuuliza, mbona wanisumbua kwa usingizi wangu? Unajua mtu wa Mungu usiku paufa ni kulala. Bwana asifiwe. Mbona nisumbuza kwa usingizi wangu? Ataka amwambie mambo ya Mungu, na huyu ni mtu. Mungu akaangalia akajua, yaani badala uzidi kulitia jina langu, uonekana kwamba mimi nitakujibu, sasa umekimbia kwa wafu. Sivyo? Kwa dakika hiyo ndio ufalme wa Sauli ukakwisha. Bwana asifiwe. Na kaaga baadaye. Bwana asifiwe. Isiwe hivyo. Ni mfano nimekupatia dada na ndugu. Na watu wana kwamba ati vile ilifanyika nyakati zile haiwezi kufanyika sasa. Bwana asifiwe. Watu nyamaziwa. Unaona kwamba mpaka sasa hivi tena kuanza kuokota makaratasi. Hauneneshwi, utumaniwi, shida, taabu
taabu na mashaka zimeandamana. Imekuwa ni kama harusi ya shida na taabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Taabu, shida na mashaka zimeandamana. Haleluya. Na mambo mengine yameingia kwa nyumba yako. Nani aliyoyaleta? Hata Mungu akikunyamazia, zidi kulitia jina lake, atakusikia. Hata miaka 400 hujamaliza huko katika nyumba ya utumwa, wataka kukimbia. Nataka hii, wewe tu. Bwana asifiwe. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kifo. Kuna wakati wa lishe, kuna wakati wa ukosefu wa lishe. Kuna wakati wa kiangazi, kuna wakati wa mvua. Bwana asifiwe. Haleluya. Na tukumbuke wana wa Mungu, nchi au dunia imefungua kinywa chake na haisemi imeshiba. Watu ni kufa, wanazidi kufa. Dunia imefungua mdomo wake. Moto nao umefungua mdomo wake. Watu wanazidi kuungua. Haleluya. Na haya yote si eti hayako yako. Watu wanaenda kimanema. Yes, nimekwambia tena neema umepewa. But huwezi kuinia neema. Bwana asifiwe. Unaanza kutangatanga kwa mganga kwa mchawi. Haleluya. Huyu aliomba bema. Mbona umetupiga tusiwe na dawa ya kutuponya? Tulitazama amani lakini hayakuja mema yoyote. Tulitazamia wakati wa kupona. Tazama, kufadhaika tu. Bwana asifiwe. Kufadhaika tu. Hakuna mazuri, hakuna mema. Bwana. Haleluya. Hebu angalia. Hata kama haya yote yamefanyika, anasifu, Bwana, tunakiri uovu wetu na ubaya wa baba zetu, maana tumekutenda dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. Wenda tunapigwa tusipigwe, tupewe tusipewe, tunyimwe tusinyimwe, kuwe na kiangazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu Baba, wakati unarudi chini, ukose kuwa na tupepe twako, urudi chini, Mungu atakupatia lishe iliyo yako kwa muda ule unaofaa. Ngoje Bwana. Bwana asifiwe. Ngoje Bwana. Mose akiwa kiongoza kikundi kikuu zaidi, aliwaambia, baada ya kelele mingi hapa ya mawe, alisema ngojeni na muone mkono wa Bwana utakavyotenda. Bwana asifiwe. Ngojeni leo. Bwana asifiwe. Wednesday tulikuwa tunazungumza na brother Odeli hapa, tukisema juu ya kiangazi. Bwana asifiwe. Nikamwambia, wacha nikwambie brother, hata hii kiangazi unaona hivi, Mungu anaweza tenda hivi. Bwana asifiwe. Na kwambia tulikuwa tunatembea pale tukicheka, mimi siangaliaje Januari. Bwana asifiwe. Mungu hata dakika hii ataleta mvua. Bwana asifiwe. Because I believe na Mungu. Si kiangazi ama jua. Nikamwambia, Bwana asifiwe. Ama sisi tuliongea bwana. Nikamwambia itakuja. Haikutana dakika hiyo. Jana tulikuwa na Evans huko Langata. Ile tulikuwa huko mbio. Haungeona kitu. Bwana asifiwe. Hatungeona kitu. Nikakumbusha Evans. Tulizungumza mambo na brother Peter Wandele. Nikamwambia hivi, Bwana asifiwe. Haya ndio hiyo. Hakuna gari kwenda inaenda. Bypass kutoka Langata kwenda mpaka Wangige. Ilikuwa mambo. Bwana asifiwe. Ukifika huko Karurini nikaa sijui miti karibu ibomolewe huko. Bwana asifiwe. So kinywa chako kimengoja, kinaweza. Bwana asifiwe. Mzee mmoja akaniambia hutanyesha mvua kwa sababu ya nini? Ati watu wametenda dhambi. Huku wanyama wanakufa, ndege wa angani wanakufa. Tukiwa kanisa moja. Nikamwambia Mungu atatenda. Akasema hakuna. Mungu amenena na mimi.
Kaangalia wazee ati Mungu amenena na akakwambia mvua haitakuwepo. Ndio. Na huyo alikuwepo. Hawa wote walikuwa kwa kanisa. Haya, nikamwambia tukishikana mvua itanyesha. Akaniambia itakuwa kazi bure. Kasema haya manabii wa Mungu ni kazi bure. Mimi nikaenda. Bwana asifiwe. Siringi. Kaomba Bwana. Bwana asifiwe. Nikamlilia, sikumlilia kwa sababu mimi ninywe maji. Sikumlilia kwa kwangu shamba langu liwe na mimea ama nini. Sikumlilia sababu nilimlilia kwa sababu ya mtu uko Turkana. Bwana asifiwe. Baba, kumbuka huyo mama mkongwe huko Turkana. Kumbuka huko North Eastern hakuna maji. Kumbuka baba, wanyama wako huku porini wanakufa. Nairobi National Park hapo. Tulikuwa tunaishi hapo karibu. Bwana asifiwe. Baba, wakumbuke ndege wa angani. Wana ukimbia asubuhi na mapema wakati jua linachomoza. Bwana asifiwe. Nikaenda nikalala. Nikilala hivi niliona mlango wa mbinguni umefunguka. Nimelala. Nikaona malaika wawili kama wanacheza na mimi nimetazama juu. Nikaona wameshika ndoo kubwa sana. Kwanza akafanya hivi. Lakini saa zile siko ready kuondoka, akanimwagia. Ikanichapa bwa. Ulizeni hapa. Kulinyesha ama kunyesha? Kulinyesha ama kunyesha? Mvua. Bwana asifiwe. Mvua. Nikauliza na mbona ule ndugu yetu mzee wa wewe alisemaje? Hakuna. Mungu ameninenea. Haya, mzee alikuja kanisani Sunday. Kamwambia nilikwambia tushema. Kaenda. Nilienda nikauliza Mungu swali. Akaniambia wewe ni rafiki yake, ninakupatia mvua. Watu nyali. Nikamuuliza, kwani wewe ni adui wa Mungu? Sikushikani basi wewe rafiki na mimi rafiki wa Mungu. Bwana asifiwe. Akaja akauliza Mungu swali kwa nini? Mungu akamwambia wewe ni rafiki yangu. Kwani? Bwana asifiwe. Yes, mimi kwa nani yake na kuuliza, alituambia hivyo kwa kanisa. Bwana asifiwe. Hivyo ndiyo alisema. Ameenda akauliza Mungu swali akaniambia wewe ni rafiki yake. Hallelujah. So kubalini kungoja Mungu. Bwana asifiwe. Tunakiri uovu wetu na ubaya wa baba zetu, maana tumekutenda dhambi. Si kusema mimi ni mwema, mimi ni mtakatifu. Bwana asifiwe. La hasha. Nenda ukakiri uovu. Amen. Mabaya yetu. Tumwambie Mungu, Baba, leo hii njoo tusafishe. Hata tukiwa tuko na brother Wandeli hapa hivi. Tulikuwa tumetoka maombi ya Wednesday. Bwana asifiwe. Tumetoka tu Bwana amenena nasi huku. Tumesafika. Na nikamwambia itafanyika. Hallelujah. Itafanyika. Na sio saa hiyo. Dalili zikaanza. Bwana asifiwe. Nikaja. Thank you Jesus. Jana nikiendesha gari naambia thank you Jesus. Bwana asifiwe. Na niliambia Evans kaniambia acha nikimbie nifungue gari. Wewe utoke tu mara moja, nimefungulia mlango uje umeingia kwa sababu hapa tutaloa maji, gari liko pale. Bwana asifiwe. Tena kutajama barabarani. Hallelujah. Lakini Mungu Baba, tukiamini tu na moyo safi, tutakuwa tumefanya nini? Tumekiri dhambi zetu, uovu wetu, mabaya yetu, maana tumetenda Mungu dhambi. Aba kamwambia usituchukie kwa ajili ya jina lako. Usikifedheheshe kiti cha enzi cha utukufu wako. Bwana asifiwe. Anasihi, sio command vile tunafanya hapa. Na situliomba siku nyingine. Kuna mtu aliniambia hivyo hapa. Pastor alikuja hapa na situliomba hapa. Tuliomba hapa. Sasa nikafikiriaje, kwani mimi sisi tuomba na ingiana hapa ndani na leta shika. Bwana asifiwe. Na ikiwezekana nikiomba niweze kuingia hapa lete ni sawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni sawa. Na isiwe kama ule tena mwanamke alisema sisi tumemtupia mimba.
Kama tuweka kutupa mimba na bebe mtoto hivi kwa hewa, chukua. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii nyumba tumeona mama. Bwana asifiwe. Na alisema, nilienda huko mimi nikaambiwa ati nyinyi ndio mlitupia mimba. Sikulala na mwanaume, nyinyi mlitupia mimba. Gai. Joyce. Unasikia hapa? Nasikia. Hata kanisa wengi walisikia huko. Na hayo mwanamke alisema hivyo. Bwana asifiwe. Na macho yangu yamemuona. Haleluya. Nimemuona kwa maono. Ako na mimba na amezaa mtoto. Namuuliza akija kanisani kabisa, wapi mtoto? Ati mtoto. Kwani mimi sina bwana naweza nipata mtoto. Ngambia bana nimekuona mtoto. Sasa tu hivyo nilipokuja. Unajua mimi ni si mchunguzaji sana. Ni macho. Sikaa ni kubwa ama ni ndogo. Nikaona hapa. Pako wet. Na hizi zimefura. Uvimbe. Haya. Na nini nilikuwa na mtoto? Kumbe kalienda kakatoa. Bwana asifiwe. Nilienda huko nikasema aje, kwa sababu nimemiss period zangu, wacha niende huko Kiambu nipigwe scan. Unaenda scan kama vile umefanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akaenda kule. Yule aliyemsomea ile jambo ni mwanamke alikuwa hapa Victor, kwa pande ile ya chini. Akamwambia, mimi roho umeniambia hii mimba yako imetupiwa na pastor. Akasema kweli hivyo ndio aliniambia nyinyi ndio umetupia mimba. Kaambia basi uko na wengine ambao hawana mimba tuwatupie. Maana ni miujiza. Wewe Steve imagine. Si ndio Steve? Kama wana mimba mtu anapata mtoto huja nini? Haya chukua. Bwana ni neema, haya chukua. Bwana asifiwe. Singekuwa vizuri. Haleluya. Na ni mwanamke alikuwa na chuki na kanisa. Haya. Mtoto akakosekana. Lakini siku ya mwisho nimwambia ulikuwa na nini? Si ndio? Nilisikia tu. Na tuachie hapo. Amen. Haleluya. Usituchukie kwa ajili ya jina lako. Usikipedheheshe kiti cha enzi cha utukufu wako. Kumbuka usilivunje agano ulilofanya nasi. Huko ndiko kumsihi Yehova Mungu muumba mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukifanya nini? Ukingoja atende. Bwana asifiwe. Je, katika vitu vya ubatili, vitu bure, vitu visivyofaa. Je, katika vitu visivyofaa au vya ubatili vya mataifa kiko kitu kiwezacho kuleta mvua? Kitu ambacho hakifai cha mataifa. Iko kitu kiwezacho kuleta mvua? Je, mbingu zaweza kutoa manyunyu? Je, si wewe Bwana Mungu wetu? Bwana asifiwe. Si wewe Bwana Mungu wetu? Kwa sababu hiyo tutakungoja, kwa kuwa wewe umevifanya vitu hivi vyote. Yeye ndio huleta mvua. Bwana asifiwe. Yeye ndio anatenda mambo haya yote. Kwa hivyo tutakungoja. Amen. Si tumekuomba. Si tulikuita kama huyo alisema hapa na hakurudi. Si tuliomba lakini ikifanyika. Haya sawa. Bwana asifiwe. Sawa, kama ikifanyika ni mjibu nini? Sasa nishinde hapa naye. Lakini anapoteza mwelekeo, anapoteza imani yake. Bwana asifiwe. So what do I want to say? Yeye ni God of providence. Yeye ni Mungu ambaye upeana. Bwana asifiwe. Provision zake kila kitu. Lord Almighty atuhurumie. Amen. Lakini wewe mwambie, mbingu je zaweza kutoa manyunyu? Kiko
Kiko kitu kiwezacho kuleta mvua, kitu ambacho kisichofaa cha mataifa hakiwezi. Ni wewe tu. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo tutakungoja. Kwa kuwa wewe umevifanya vitu hivi vyote. Tumuitapo anashuka. Tunapomlilia machozi yetu anayafuta. Bwana asifiwe. Kuna mahali katika Biblia na uniogopesha sana. Usema kuna wakati watalia, sitawafuta masikio yao, machozi yao. Kuna wakati watalitia jina langu na sitawasikia. Bwana asifiwe. Walie nisiwafute machozi. Waliite sitawasikia. Na wakati huo ni wakati ule umenyamaziwa. Bwana asifiwe. Jiulize, jihoji. Je, nimefika mahala naona ni kama nimenyamaziwa? Nenda kwa magoti yako. Nenda umsihi. Umwambie unakiri uovu wako, mabaya wa baba yenu, maana tumekutenda dhambi. Bwana asifiwe. Usiseme wewe ni mtu safi. Hallelujah. Wewe si msafi. Ulifanya nini hapo last week? Ulifanya nini hapo hiyo wiki nyingine? Je, ulimtenda Mungu dhambi? Mtu jihoji kwa njia kama hiyo. Bwana asifiwe. Hebu turudi hapo. Katika Zaburi. Sichukui muda wenye leo hii. Uone mambo ambayo ya kutupatia encouragement. Bwana asifiwe, ya kutu encourage. Zaburi 27. Bwana asifiwe. Mambo ya encouragement. Bwana asifiwe. Na kumtukuza Bwana na kulinua jina lake. Hebu soma kwa 27 Zaburi, anza hapo 10. Anza hapo 10. Ujue ya kwamba hii dunia si harambee. Bwana asifiwe. Soma brother. Amunetiganirio neawa ona maitu. Hebu sikiza. Ati anza tena. Amunetiganirio neawa ona maitu, no Jehova ndiwe ukwijoera. Bwana asifiwe. Hallelujah. Brother, naomba ukarudie tena. Amunetiganirio neawa ona maitu, no Jehova ndiwe ukwijoera. Bwana asifiwe. Baba yangu na mama yangu wameniacha. Amen. Bali Bwana atanikaribisha kwake. Bwana asifiwe. It doesn't matter nani amekuacha leo hii. Bwana asifiwe. Haijalishi dada na ndugu. Wewe sio tegemeo langu, wewe sio tegemeo langu. Wewe sio uhai wangu. Wewe sio ngome yangu. Bwana asifiwe. Wewe sio msaada wangu, nitakwambia hivyo leo hii. Bwana asifiwe. Hallelujah. Manake amelaaniwa yeye yule ametegemea watu wao. Bwana asifiwe. Amelaaniwa yeye yule anaotegemea watu wao. Ati kwa kwetu watu ni tajiri. Kwetu wako na manyumba. Wewe ni maskini wa mwisho. Bwana asifiwe. Ati hebu soma kwa Kiswahili hapo brother. Baba yangu na mama yangu wameniacha. Bali Bwana atanikaribisha kwake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata ukiacho ni baba na mama, nani anakukaribisha kwake? Nani anakukaribisha kwake ndugu na dada? Si ni Mungu. Hata kuacha, hata kuteleka, hata kukimbia. Waweza kuwa uliachwa bila chochote, ama labda uliachwa hata ukiwa mtoto mdogo. Bwana asifiwe. Ama sasa hivi watu wengi wanakuangalia sababu ya kuokoka. Wasema huyu mguruki alienda kuokoka nini? Hakuna nini. Bwana asifiwe. Wajibu tu, subirini muone mkono wa Mungu utakavyofanya. Bwana asifiwe. Subirini tu muone mkono wa Mungu vile utakavyofanya.
muda usiokuwa mrefu. Bwana asifiwe. Baba amekuacha, yule amekuzaa, lakini bali Mungu Bwana atanikaribisha kwake. Haleluya. Hebu tuendelee brother. Bicha. Nyonagiriria njira yaku Jehova. Amen. Ndwaraga ona uthiiro mwaraganu. Amen. Nĩ ũndũ wa arĩa maikaraga manjoheirie. Ndũkananenganire mwĩrirĩrio-inĩ wa arĩa me mũkunani. Amen. Amu nĩ njũkĩrĩirwo nĩ anjigĩrĩri igenyo arĩani mĩhehu ĩrĩa mahehũraga no wagi tha mũtheri. Guca njĩtĩkĩtie atĩ nĩngeyonera wega wa Jehova ndĩ bũrũri wa arĩa me muoyo ingĩrĩ kũhoteka. Eterera o Jehova, gĩa na hinya na wĩyũmĩrĩrie ngoro, ĩni no gĩeterere Jehova. Amen. Hebu soma kwa Kiswahili. Ee Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka. Kwa sababu yao wanaoniotea, usinitie katika njia ya watesi wangu, maana mashahidi wa uongo wameniondokea, na watu wao jeuri kama pumzi. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. Bwana asifiwe. Hebu nikuulize dada na ndugu leo, kweli waweza na mbele ya Mwenyezi Mungu akukatae, akuondokee, wewe umwaminie, wewe ambaye Mungu kwako amekuwa ni matumaini, amekuwa kimbilio, amekuwa msaada utakuonekana tele wakati wa mateso, amekuwa ngome yako. Bwana asifiwe. Ati Bwana akazidi aliposema kwamba baba yangu na mamangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka. Bwana asifiwe. Sisi usema hapa tutafanya, tutaenda, tutaondoka. Bwana asifiwe. Lakini baadhi ya watu wengi sio hivyo. Mungu Baba niwezeshe kutenda. Bwana asifiwe. Hata niwafunze leo hii. Utasema nitaenda kufanya, lakini sivyo unafanya. Omba Mwenyezi Mungu, mwambie Mungu Baba, niwezeshe kutenda kadiri na mapenzi yako, na mapenzi yako peke yako yatendeke kwangu. Bwana asifiwe. Mungu akufundishe njia zake na kuongoze katika njia iliyonyooka. Bwana asifiwe. Kwa sababu njia zako za pale awali zilikuwa ni kombo, sio nyoofu. Umekwenda kwa fikira zako wewe mwenyewe, umeegemea fikira zako wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Na once, wacha nimwambie dada na ndugu leo hii, ukianza kuegemea fikira zako wewe mwenyewe, ati najitegemea kwa sababu ya kamfuko, wewe ulipotea juzi. Bwana asifiwe. Ulipotea juzi. Rudi mbele yake Mwenyezi Mungu. Yesu tumepewa ubongo wa kufikiria, lakini kupitia maombi yake Mwenyezi Mungu anatuwezesha kwenda katika njia zile nini nyofu. Kuna watu ile tunaita wallet ikinona. Bwana asifiwe. Ngoja niko na ka wallet sicheke. Unaona ka wallet? Bwana asifiwe. Mtu akiwa na hiyo wallet na hiyo imejaa fedha hapa, anamsahau Mungu. Bwana asifiwe. Anajipiga kifua. Wallet hii ikiwa na fedha, haleluya, anamsahau nani? Mungu. Sasa nakula na kunywa sina shida, matukano kinywani mwake, maringo, madaha, mikogo imemjaa. Hata kama jana mlikutana naye, wewe si kitu kwake. Bwana asifiwe. Muombe Mungu Baba akufunze njia zake. Haleluya. Zile apendazo akufunze, sio zile mimi nataka. Kwa sababu namsihi Mungu Baba. Bwana asifiwe.
nilipokuwa nikinywa pombe, okay, sitakunywa, nijaribu. Nilipokuwa najaribu kunywa pombe, sijui kama wengi mshaambia hiyo jambo. Nilikutwa kwa gari. Bwana asifiwe. Nimetoka kwangu nimeenda kunywa pombe. Mke wangu ameokoka. Ananiambia, baba ananiokoka. Wewe tegea waziri wewe nini? Sasa nimeitwa ni nini tunataka kumeza? Ama baby Sasa toto unaonaje Sije tunatua. Bwana asifiwe. Haya. Lakini sawa tunaenda na meza ngapi kwa ngapi kama moja sivyo? Bwana asifiwe. Nilienda kwa gari. Wacha niwafukushie maneno. Kwenda ndani ya gari kaacha tulikuwa naishi hapo Mgoya. Duka iko mbali sana na nyumba yetu. Nikatoka tu na gari nikaweka hivyo. Mvua kubwa ikanyesha sana. Lakini iliponyesha mvua kubwa sana, ile unasikia ni ya kubomoa. Bwana asifiwe. Bali ilifungwa. Nikatoka nje. Napiga tu honi deep. Waiter ananijua. Yes. Analeta. Bwana asifiwe. Sikujua siku zangu dada na ndugu zimehesabiwa. Bwana asifiwe. Sikujua hizo nitaokoka tu. Wewe sari nini na nini umekosa wewe? Si umeokoka tu mambo mazuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Siku zangu zilikuwa zimehesabiwa. Niliona ukiwa kunanyesha mvua niliona kivumbi. Bwana asifiwe. Tajiri mimi. Kwa gari peke yangu tu. Hapa niko na whisky. Hapa niko na Guinness. Nachanganya silewi. Nachukua hii naweka hii. Nilewe silewi. Nikagundua kitu usiku masaa 5 sababu bado imefungwa kuelekea masaa 6 nikaona kuna kitu si nzuri. Bwana asifiwe. Sasa acha tutakuonyesha. Hata na mwokutu kwa hiyo gari yako mama litakuwa hata wewe. Bwana asifiwe. Nimeketi tu. Kamuziki hapa. Hakuna mtu mwingine duniani. Sasa hiyo niko na gari inaitwa Audi. Kubwa sana, maridadi. Nikagundua nilipofanya pombe hivi. Kuna wachawi. Na si ati na nini. Nikaenda kuweka mdomoni. Haraka. Nikakaa. Dada zangu, mweza kuona leo hii nimesimama hapa nikihubiri. Bwana asifiwe. Lightning, umeme ulikuja na barabara. Unachapa, ngurumo inachapa, ile lightning inaanguka. Na si kidogo ya kuua. Ya kuua. Bwana asifiwe. Lightning ya kuua. Unajua si ati ni si ngurumo huwa ni lightning. Bwana asifiwe. Ikaja. Kila mara naenda kuchukua ile sasa anachukua kaka mwisho. Bwana asifiwe. Na sasa wacha basi nimeza kaka mwisho. Oi kumeharibika. Mwangaza ile ya mwisho ilifanya niseme nimesarenda. Ilikuja kwa bonnet ya gari. Umeme. Ukiangalia barabara kuna kitu ungeona. Ni kama mchana. Bwana asifiwe. Watonya lira hii. Nikapiga hodi titi, ndio chukue pesa bwana. Mbona baba Kego umeenda? Wewe usijali. Usijali baba Kego ameenda. Nikaenda sikuenda nyumbani. Paka hii chupa ni malizi. Bwana asifiwe. Nikakuta sister ya Ngei walikuwa wanafanya kazi na Joyce Barclays Bank. Na jamaa mmoja alikufa juzi anaitwa Dick Ngoa Kikuyu.
huko Nairobi West. Na nikuta watu wamezama kwa magari. Imagine. Nikakuja na gari yangu. Wewe unaenda wapi? Wewe tutapita hii mto. Si ndio? Kwa nini gari yako ni nini? Ni amphibian. Gari. Na mimi sidhani, hakika sidhani. Bwana asifiwe. Na sitazama hata nini. Hallelujah. Believe me you. Amini Bwana yuko. Nikavuka kwa maji na gari hapa. Basi tuburute staki. Kakuta sister Angei. Kitia habari yako ni kama umekuja wewe. Nikakuja na mzinga. Haya kunyweni. Nini unakunywa? Ite moto, magari moto. Na ulewi. Wewe kunyweni. Wakashindwa kumaliza. Bwana asifiwe. Nikaingia kwa gari tena. Nikifika huko ni Nairobi West, si Nairobi South Sea. Nikafuatwa. Ingine, Mungu sasa. Wacha basi kunywa na chupa. Kila umana nikafunga chupa zangu. Mimi huyo nyumbani. Kaweka gari nikakaa hapo nje. Bwana asifiwe. Nilikaa nje. Sasa nimerudi nyuma. Ama itakuwa nikajiuliza ama nitakuwa